Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mnanitazama kupitia mtandao, leo naenda kusomea kitabu ya Marko Mtakatifu mstari wa 24 hadi mstari wa 25. Inakuambia hivi: na ufalme ukifitini juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumesimama katika siku ya leo, tumesoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Marko Mtakatifu. Mpenzi wa mtazamaji ambao unanisikia kupitia mtandao saa hizi, hii kitabu inatufunza hivi: watu wako ukiwa katika nyumba yako, unaishi katika nyumba yako, nyumba iliyo na mafurukano, kwa hiyo nyumba hakuna amani, kwa hiyo nyumba haitakalika. Ambao unanisikia semeni amen. Nyumba inastahili kuwe na upendo. Mfurukano ndani ya nyumba hakuna mali inaenda. Unafika mahali uko na mwanamke, umezaa naye watoto. Mpaka mwanamke anafika mahali anakuambia huyu mtoto ambaye umezaa sio wako. Ukienda katika nyumba zenye tunaishi, hizo nyumba tunaishi, kuna bibi amejitenga kwa ajili ya kukaa katika rumu yake, ako na kitanda yake. Hiyo nyumba, mpenzi mtazamaji, unapokaa katika saa hii, hiyo nyumba haiwezi kalika. Wanaonisikiza semeni amen. Ukiwa kwa nyumba, inafaa mkuwe na sauti mbili. Hii sauti ya tatu inapoingilia ndani ya nyumba yako, hii sauti ni ya kupomoa nyumba yako. Wanaonisikiza semeni amen. Juki kwa nyumba na ujanja, hiyo nyumba haiwezi simama. Semeni amen. Katika siku ya leo, mpenzi mtazamaji, kuna nyumba ambazo tunakala, kuna wako katika nyumba. Unasifika mahali mnakorofishana na pipi yako, mpaka mahali anafika huyu mtoto mwenye nimezaa naye ama hao watoto wenye nimezaa nao sio wako. Baba, kumbuka ya kwamba hii hasira ambayo uko nayo itafika mahali itavunja ndoa yako. Mpenzi mtazamaji unaosikiliza wakati wa saa hii, na kuambia simama uchenge msingi